Usifikiri umekifanya gizani, watu wanakuwa wanajua. Nikagundua kwamba hapa nakuja kuingizwa choo cha kike, ndo nikazuia ile 1100. Nikagundua mbona watu kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni mtu amelewa, alafu nimemweka mimi mwenyewe ndani. Jumuiya mmefika. Kuna watu mmefika jumuiya leo, naomba unyoshe mkono. Umekwenda jumuiya leo, umehudhuria jumuiya? Kuna watu imempendeza nishiriki. Lakini pia nikutane na ndugu zangu. Niwafahamu wengi ambao ni wapi. Lakini na wao walifahamu na kufahamu uongozi wao na kufahamu mambo mengine tunataka kwenda kuzungumza kwa nia ya kujenga. Kabla sijaendelea, nimemwona mgeni wangu hapa ameleta karanga. Huyu mtu tunatoka naye ofisi kubwa. Naamini mlimchagua siku ile, ndio maana yuko ofisi kuu. Inawezekana wengine hawajamfahamu bado vizuri. Naomba usimame ujitambulishe. Wewe ni nani? Unatoka wapi? Sasa tukakaribisha majambazi. Naam. Huyu mzee amezeeka. Hapa yuko na wajukuu zake na atie chumvi. Ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari ya saizi? Asante, mimi ninawashukuru sana. Kwa majina naitwa Noel Alphonse Wandela, jina maarufu ni Alphonse. Wengi wananifahamu, lakini si kwa kazi hii ambayo mmenipa. Wengi wakinifahamu huko nyuma. Hakuna miongoni mwenu anayefahamu kazi nilikuwa nikifanya? Ndio wengi sana. Jamani, basi mimi ni makamu mwenyekiti chama cha bodaboda mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo ukiona huko mtaani huko, tambua ni kiongozi wako, lakini jambo ni moja tu, kujenga chama. Inawezekana mimi ni mpya kwenye chama hiki, ni kiongozi mpya. Nina mambo mengi sana ya kushare na ninyi. Lakini pia naamini na ninyi mna mambo mengi sana ya kushare na mimi pia. Hivyo mimi niwaombe tu ndugu zangu. Jambo la msingi ni mshikamano. Jambo la msingi ni mshikamano. Wakati huu si wakati ambao natamani kuona watu wengine wanakwenda kinyume na utaratibu wa chama cha bodaboda. Natamani kuona sasa sote tunakuwa kitu kimoja. Lengo tujenge chama chetu. Najua mnazo changamoto nyingi sana. Lakini nikishirikiana na mzee wangu hapa, sema mambo yatakuwa barabara. Sema mambo yatakuwa barabara. Hakuna mlima tena. Na ninaamini chini ya uongozi kwa mzee wangu hapa, mzee Milambo, hakuna kitakachoharibika. Unajua ofisi yoyote utakayoingia, ukiwa na watumishi wa Mungu hakuna shida. Ila walioitwa sio waliojiita. Maana wapo waliojiita na waliofanya nini na walioitwa. Sasa kimsingi nachokiamini mimi, mzee niongee bwana mwili tu kidogo. Naamini pambana tumepata ofisi. Tumefika pazuri. Nilihangaika na ile ofisi, ni mimi. Japokuwa si vizuri sana kujitaja. Lakini lazima niseme kwa sababu gani? Yaani bora mseme kwamba sasa unajinadi ili uweje. Mimi nimesema. Kwa sababu si nilihangaika mwenyewe kama ninapohangaikia gari hili. Lakini sihangaiki mwenyewe, kuna watu ambao kwa sasa Mungu amenipa. Viongozi wa zoni hao, ndugu zangu, naomba muwaheshimu. Viongozi wa vituo naomba muwaheshimu, kwa sababu hatutafanya chochote kama mwenyekiti wa kituo hajui. Hatutafanya chochote, hatutatoa hata fedha yoyote kama mwenyekiti wa zoni hajui.
nimetengeneza zoni hizi. Kitu kinachotakiwa cha kujifunza hapa, usimnenee mtu mabaya asiyofanya kwa sababu ya kutafuta cheo. Amina sana. Wewe muombe Mungu tu kwamba Bwana Mungu, mimi nataka kuongoza madereva bodaboda. Usimchafue Mungu. Mungu anaongoza watu. Haya ni maneno ambayo natakiwa niyaseme tukiwa tumekutana maafisa usafirishaji, kwa sababu wengine bado wanaweza wakawa wanaendelea kubeba dhambi ambayo wengine wananichukia. Msinichukie, sijafanya mabaya haya. Ilikuwa ni kipindi cha uchaguzi. Si unajua Chadema na CCM. Kwa hata ukiambiwa mwenyekiti alikuwa amezaa mpaka huko wapi, wala usihangaike sana. Wewe jua ni kipindi cha uchaguzi. Kila mtu ana hali sera zake. Kwa hiyo sina mabaya kiasi hicho. Ni wajibu wangu kusema hivi. Na mimi ni mpole sana. Lakini mtu akinizingua huwa nawazingua kweli kweli. Huwa nawaondoa. Ili wengine muondokane na mambo haya, kwa sababu wote tunajenga. Lakini ninachoshukuru Mungu, yamepita na tumesameheana. Pikipiki zile watu washachukua, zimefanya kazi nzuri, madereva washapata, ile New Bodaboda Sacco siendelea vizuri. Lakini mwisho wa siku niliamua nielekeze nguvu zangu katika chama cha madereva, kwa sababu tayari pikipiki zimekuja, pikipiki 70 na kidogo hivi ndani ya mji wa Sumbawanga nilisababisha zikaji. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaposema tunawashukuru kwa kutuchagua, ni kweli tunawashukuru kwa sababu nia yetu ni njema. Tumefanya mambo kwa sehemu yetu. Ndugu zangu, nawashukuru sana kwa kunitafutia viongozi hao. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naomba usimame. Lakini yupo na wenzake. Hawa watu ni wapya, ndugu zangu. Ukimwangalia ni padri, hata kama mlihudhuria hapo Kizwite, yule mwenzetu aliyefariki, napo nimesimamia mwenyewe. Kwa hiyo nakuwa kama mchungaji, na mimi naongoza kwa saa za kanisani, kwa sababu kimsingi mimi ndo mchungaji wa madereva bodaboda Sumbawanga. Lakini natamani na ninyi muwe mnasali ili kitokea hicho kitu cha sintofahamu, ingawa ndani nimemwomba Mungu kwa kweli. Kipindi cha uongozi huu mpya, kuanzia viongozi wa zoni na uongozi wangu, Mungu anisaidie kusitokee vifo vya madereva bodaboda. Yaani naomba Mungu anisaidie. Ili wote tuwe mashahidi wa kitu ninachokwenda kutengeneza, nikishirikiana na viongozi wa zoni katika tasnia hii ya madereva bodaboda.